Wabariki, nafasi yenu ni kubwa sana katika jamii. Ningetamani kama kuna nguzo tatu za katika nchi yetu, kwa maana ya mihimili mitatu ya serikali, alafu tuna bunge, tuna mahakama, basi inawezekana chama chenu cha waandishi wa habari kingekuwa kinaingia hapo. Kwa sababu nyinyi mkitoa taarifa mbaya nchi inaharibika. Mna uwezo kutogombanisha kati ya dini na dini, kati ya jamii na jamii. Kwa hiyo ni moja kati ya muhimili mzuri sana kwenye taifa, uandishi wa habari. Kwa hiyo nimefurahi sana kuwaona, Mungu awabariki sana. Lakini ningetaka sasa niwaambie kwa nini niko hapa Songea. Nimekuja Songea kwa ajili ya mkutano wa Injili ambao utafanyika viwanja vya Matarawe pale, kuanzia siku ya Ijumaa ambayo tarehe 26, siku ya kesho, mpaka tarehe 28 ambayo ni siku ya Jumapili. Na mkutano huu utakuwa ni mkutano wa dini zote, madhehebu yote, watu wa kabila zote bila ubaguzi. Ni mkutano ambao utakuwa hauna kiingilio, ni bure. Maombezi yale yatakuwa ni bure kwa watu wote. Lakini katika mkutano huu tunategemea kuona wagonjwa wataponywa, na vipofu wataona, na walemavu watafunguliwa, wataponywa kabisa, na maskini watakwenda kuhubiriwa habari njema, na Mungu atawabariki na kuwafanya kuwa matajiri. Hili sina mashaka nalo kwa sababu Mungu amekuwa akilifanya katika maisha yangu. Sasa kwa nini nimetembelea vituo vya watoto yatima kabla ya mkutano? Umekuwa ni utaratibu ambao Mungu amenipa. Maandiko yanasema kitabu kile cha Petro kwamba dini iliyo safi, isiyo na mawaa wala hila mbele za Mwenyezi Mungu ni ile ya kwenda kuyatazama yatima na wajane na kuwasaidia katika dhiki yao. Yatima, wajane wana dhiki nyingi sana. Kama hawa yatima wana mahitaji ya stationery, wengine wako shuleni, wana mahitaji ya vyakula, wana mahitaji ya mavazi, wana mahitaji ya kupata matibabu. Kwa hiyo kabla sijaenda kuwahudumia mahitaji ya kiroho na ya kimwili pale kwenye mkutano, nikasema niwaone kwanza hawa ambao ni jicho la Mungu. Anayewasaidia yatima anamsaidia Mungu, anayewalisha yatima anamlisha Mungu, anayemvisha yatima amemlisha Mungu. Kwa hiyo nilianza na Mungu kwa yatima, kuwatembelea hapa Songea katika wilaya katika vituo vitatu. Tumetembelea vituo vitatu vya yatima, na kote huko tumewapatia misaada mbalimbali ambayo wengine mliokuwa na sisi mliowahi mmeweza kuona. Kwa hiyo hivi nimefanya kwa sababu nimetengeneza na Mungu. Kwa hiyo haya niliyofanya ni kwa ajili ya maelekezo ya Mungu kabla sijaanza mkutano, na umekuwa ni utaratibu au utamaduni wangu kufanya hivyo, kuwapatia yatima mahitaji yao. Kuna swali? Karibu. Swali lolote lile. Lolote niulize, lolote nalojisikia. Lolote, okay. Lolote. Tumeshuhudia wenye uhitaji wa kuombewa wako maeneo mbalimbali, lakini wanaopata fursa ya kuombewa ni wale wanaofika kwenye viwanja vya mikutano. Pengine kwa nini hamjaona busara kuwatembelea wale walioko hospitalini na wale wengine ambao hawajiwezi kabisa kutembea, wako majumbani humo wamefungiwa, ukawaombee ili waweze kunyanyuka, na pengine unaweza kuwa ushuhuda mzuri kuliko wale wanaokuja. Sawa kabisa. Swali lako ni zuri sana mwandishi. Utaratibu wa kwenda kuombea watu hospitalini tunao. Tumekuwa pia tukiufanya Dar es Salaam, lakini lazima tupate request kwa hao wanaotaka kwenda kuhudumiwa hospitalini. Unaweza ukatoka mwenyewe ukaenda hospitalini hujaitwa, ukafukuzwa. Ukaambiwa mimi sio dini yangu iruhusu niombewe na wewe mchungaji. Mimi natakiwa niombewe na shehe. Au natakiwa niombewe na padri. Au natakiwa niombewe na nabii fulani au na mtume fulani. Kwa hiyo tunakwenda kuombea hospitalini, sio tu kusaidie tu, hata walioko magerezani ambao wanahitaji huduma kama za kiroho huwa tunawaendea, lakini lazima tupate wanaohitaji huduma yetu. Lakini pia kuna wale ambao huwa tunaomba kwenda kuwaombea kwa kupeleka barua maalum. Tunapata kujibiwa ile barua kama wanataka maombezi yetu, tunakwenda kuwaombea. Tumsifu Yesu Kristo. Naendeleaje? Mimi naitwa Prophet Subuye au Nabii Nicholas Subuye. Nimetoka Dar es Salaam katika kanisa la WRM, na nimekuja kuwatembelea hapa kwenye kituo chenu cha St. Anton. Lakini kipekee nimekuja kwa ajili ya mkutano wa neno la Mungu, mkutano wa Injili ambao utafanyikia hapo katika viwanja vya Matarawe. Kwa hiyo nikasema kabla sijaanza mkutano
nije niwasalimie, niwaone. Lakini na ujumbe mdogo sana kwenu. Ujumbe huu naomba mnisikilize kwa makini. Neno la Mungu inasema, Biblia inasema Mungu ni baba wa yatima. Baba wa yatima. Yeye Mungu aliyeniumba mimi, aliyemuumba na mama. Huyu mama hapa ni mke wangu, huyu mama yenu, sawa? Kwa hiyo anawajua vizuri, anawatambua vizuri. Nyinyi hamko peke yenu, ndio maana mko na sister hapa ambaye amekuwa mlezi mzuri sana kwenu. Kwa hivyo niseme tu kwamba hamko peke yenu, mna baba, mna mama, mna kina baba, mna kina mama. Ndio maana kutoka Dar es Salaam tumekuja mpaka hapa kuwatembelea. Kwa hivyo mjisikie furaha, mjisikie amani, kwa sababu Mungu anawapenda sana, anawajali sana. Na ni maombi yangu kutoka kwenu nyinyi, basi wakatokee watumishi wa Mungu wazuri kama mie, wakatokee viongozi wazuri sana wa taifa kama vile alivyo Mama Samia Suluhu Hassan, wakatokee pia hata wabunge wazuri kama wabunge walioko hapa katika mkoa wa Ruvuma huko, mfano Jacqueline Msongozi, lakini wakatokee mkuu wa mkoa kama tuliye naye pale Brigedia Ahmed Abbas. Ahmed Abbas. Brigedia Ahmed Abbas. Kwa hiyo tunawaombea sana mkapate kufanikiwa, ili nchi hii ikapate kuwa na maendeleo mazuri. Lakini pia kutokea hapa tukampata kama ikiwezekana askofu wa jimbo wa Katoliki, si ndio kwa hiyo Mungu awabariki sana, watu wazuri. Na nimewaletea pia zawadi. Nimewaletea nini? Zawadi. Kwa hiyo nitaomba mpokee zawadi. Mtakapokuwa mnakula, mnakunywa, mnafurahi, basi Mungu akazidi kufanya kazi na mimi pale katika makutano, viwanja vile vya Matarao. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Mwenyezi Mungu awalinde, awaepushie na magonjwa ya ajabu na awaepushie na roho chafu za mashetani. Mkakue katika kimo na kicho, mkimpendeza Mungu na wanadamu. Mkakue katika kimo na kicho, sio kichwa. Kimo na kicho, mkampendeze Mungu na wanadamu. Basi Mungu awabariki sana. Kwa hiyo kwa muda huu ningeomba sasa unaitwa nani? Elisi nani? Komba. Wewe Komba. Wewe unaitwa nani? Kwa sauti. Imani nani? Komba. Wewe unaitwa nani? Yuli. Yuli nani? Mapunda. Wewe unaitwa nani? Isaya Komba. Na wewe unaitwa nani? Umeshaje nani? Haule. Unaitwa nani wa kunyumba? Faraja nani? Mariunga. Na wewe unaitwa nani? Evarist Joseph Mpangala. Evans Mpangala. Ndio. Wewe unaitwa nani? Gladys nani? Bingo. Wewe unaitwa nani? Elizabeth